Hujambo na karibu mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Mkutano wa kilele wa G20 unaendelea huko nchini Afrika ya Kusini. Ni mkutano ambao ulianza siku ya tarehe 21 siku ya Jumamosi na utatamatika siku ya leo Jumapili, huku Ramaphosa akihimiza mshikamano wa mataifa. Mkutano huu wa kilele wa kundi la mataifa tajiri na yale yanayoinukia kiuchumi duniani ya G20 umefunguliwa rasmi mnamo Jumamosi huko Johannesburg nchini Afrika ya Kusini, huku Rais Cyril Ramaphosa akiwa mwenyekiti wa mkutano huo. Mkutano huo wa siku mbili umefanyika chini ya kiwingu cha kutohudhuria na viongozi wengi wa dunia na mjadala mkali kuhusu mpango wa Marekani wa kumaliza vita vya Ukraine. Rais Donald Trump wa Marekani pamoja na viongozi wa Urusi na China, Vladimir Putin na Xi Jinping ni miongoni mwa viongozi waliosita mipango ya kushiriki mkutano huo wa G20 unaofanyika kwa mara ya kwanza barani Afrika. Viongozi wa Mexico na Argentina pia hawakuhudhuria mkutano huo, huku Rais Bola Tinubu wa Nigeria amelazimika kuifuta safari yake ya kwenda kushiriki mkutano huo ili kushughulikia mkasa wa kutekwa wanafunzi zaidi ya 300 na makundi ya watu wenye silaha kaskazini mwa nchi yake. Utawala wa Trump umesusia mkutano huo kwa sababu unaituhumu serikali ya Rais wa Afrika ya Kusini kwa kufanya ukandamizaji dhidi ya jamii ya wazungu wachache katika taifa hilo. Mwenyeji wa mkutano huo wa kilele wa G20, Rais Cyril Ramaphosa wa Afrika ya Kusini ametoa kipaumbele kwa mada za mshikamano, usawa na maendeleo endelevu. Amesema atatumia mkutano huo kupiga debe kupunguzwa mzigo wa madeni kwa mataifa yanayoendelea, usawa katika kuhamia kwenye nishati safi zisizoharibu mazingira, matumizi ya haki ya madini adimu, upatikanaji wa chakula na mgawanyiko wa haki wa majukumu ya kulinda mazingira duniani. Miongoni mwa viongozi wa G20 walikusanyika kwenye kituo cha maonyesho kilichobadilishwa kuwa ukumbi wa karibu na mji wa Soweto, eneo aliloishi wakati fulani kiongozi wa zamani wa nchi ya Afrika Kusini Nelson Mandela. Rais Emmanuel Macron wa Ufaransa, Waziri Mkuu Narendra Modi wa India, Rais Luiz Inacio Lula da Silva wa Brazil, Recep Tayyip Erdogan wa Uturuki na Waziri Mkuu wa China Li Qiang ni miongoni mwa wale wanaohudhuria. Katika hotuba yake ya ufunguzi, Rais Cyril Ramaphosa alimpiga kijembe Trump kwa kusisitiza umuhimu wa mataifa kufanya kazi pamoja kushughulikia changamoto za dunia badala ya kuendeleza mivutano. Amesema pia mkutano huo utakaomalizika siku ya leo ya Jumapili umefanikiwa kupata azimio licha ya upinzani kutoka Marekani. Hapo jana Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres aliwatolea mwito viongozi wa G20 kutumia ushawishi wao kumaliza mizozo duniani ambayo imekuwa chanzo cha vifo, uharibifu na kukosekana uthabiti kote ulimwenguni. Mkwamo kwenye mazungumzo ya mabadiliko ya tabia nchi katika mkutano wa COP30 uliofanyika Belém, Brazil ni mojawapo ya masuala yatakayotia kiwingu mkutano wa G20. Mkutano huo ulipaswa kukamilika Ijumaa jioni, umerefushwa kuruhusu majadiliano zaidi kati ya pande zinazozozana na kukinzana. Msuguano mkubwa upo kwenye kuandaa azimio la mwisho baada ya wawakilishi wa nchi zinazoendelea kutaka kuwepo kipengele kinachoshinikiza kupunguza uzalishaji wa matumizi ya nishati ya visukuku. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio yanayojiri katika mkutano wa G20 unaofanyika huko Johannesburg nchini Afrika ya Kusini, ukiongozwa na mwenyekiti wake Rais Cyril Ramaphosa. Endelea kuwa nasi na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein.